Tukisonga mbele ni kwa wabunge wanaounga serikali ya Rais William Ruto mkono kutoka Mlima Kenya wametetea msimamo wao kisiasa, wakisema kuwa kuwepo kwao ndani ya serikali ni kuhakikisha kuwa ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni zinatimizwa, wakisisitiza kuwa hatua hiyo sio usaliti wa eneo hilo bali ni katika mikakati ya kuleta maendeleo. Haya yanajiri huku ukosoaji ukizidi kutoka kwa viongozi wa upinzani wanaowatuhumu wabunge hawa kwa kutelekeza maslahi ya wakazi wa Mlima Kenya. Tazama. We want to focus na kazi ya mwananchi. And let me dare say that the greatest betrayal, sababu saa ingine nasikia hawa wabunge wakitukana wanaitwa wasaliti. Hata mimi naitwa hivyo. Lakini ule usaliti mkubwa kabisa tunaweza fanya ni kuacha agenda ya kazi ya mwananchi, twende tukatafutie tumbo zetu. Kanatigua. Kwa sababu mlinichagua ni waongoze na nitengeneze madhira yetu. Nikaamua kukaa ndani ya serikali, niungane na rais wetu William Samoei Ruto na naibu wake Kithure Kindiki, sababu wananisaidia tujenge barabara ya hii madhira. Sisi hatutaki siasa wakati huu. Tumesema kazi kwanza, siasa baadaye. Ile kitu imetuharibu kama taifa la Kenya ni kitu inaitwa ukabila. Ukabila itatupoteza. Na ukabila ni kitu ya ujinga. Na especially watu wa Mlima, mimi nataka niwaongeleshe na mnisikie kwa umakini. Halafu mtu anakuambia ati tujitenge kama watu wa Mlima. Nyinyi watu wa Mlima kwanza, constituency yenu inaitwa Kenya. Kwa sababu mko kila mahali kwa taifa la Kenya. Mambo ya SHA ikianza, kelele ilikuwa mbingi. Shida hii watu wenye wanakuanga critic, wana criticize ikikuwa mzuri wananyamaza. Waliongelea fertilizer sijui nini, wakati fertilizer mahindi liver na chai wakazama waongelelei.